Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa swali zuri alilolileta. Ni kweli Tanzania kwa pamoja na nchi majirani ya Kenya na Uganda wataandaa kwa pamoja mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwaka kesho. Mheshimiwa Spika, serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya Daktari Hussein Mwinyi wamefanya hatua kubwa ya kuandaa miundombinu ili kuweza kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika kwa ufanisi. Hata hivyo, kwa upande huu ambako Mheshimiwa mbunge ameuliza kuhusu ni namna gani tutaongeza watalii ili kuweza kunufaika na uwenyeji huo wa mashindano hayo, jambo hilo halijabaki nyuma katika mikakati. Mheshimiwa Spika, baadhi ya mikakati ambayo inaendelea hadi sasa ni kuwa na kamati ambayo inaandaa utaratibu mzima ndani ya serikali wa namna ambavyo sekta zitajipanga kuweza kuhakikisha kwamba tunanufaika na mashindano hayo. Mheshimiwa Spika, timu za wataalamu za kisekta na timu ya wataalamu ya ndani ya serikali wanaendelea kubainisha kukamilisha mkakati wa kuweza kunufaika na mashindano haya ambayo yatafanyika hapa nchini. Moja ya mikakati ambayo tunaifanya, Mheshimiwa Spika, kwenye kila viwanja vitakavyotumika kwa mashindano tumeandaa mazingira ya kuweka matoleo ya kibiashara, uwezeshaji wa kibiashara ili vijana wetu wajasiriamali, wafanyabiashara waweze kunufaika na wale wageni ambao watakuwa wanashiriki katika mashindano hayo. Moja ya mazingira tunayoandaa katika viwanja vitakavyotumika kwa mashindano, katika viwanja vitakavyotumika kwa mazoezi, ni kuandaa barabara na viwanja vya kuweza kuweka bidhaa, na barabara hizo zitakuwa na taa ambapo biashara inaweza ikafanyika masaa 24 bila kuwa na shida yeyote ya masuala ya kiusalama. Lakini mbali na hilo, tunaendelea kuhamasisha bidhaa zetu ambazo ni bidhaa za asili na bidhaa zingine ambazo zinapatikana ndani ya nchi ziweze kuwa karibu na maeneo hayo ambayo wageni wetu watavutiwa waweze kunufaika nayo. Lakini kingine, tunaendelea kutangaza utalii. Mheshimiwa Spika, kama unavyojua tuna vivutio vingi, tunaendelea kuvitangaza, na Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara na sekta zingine wanaendelea kutengeneza roadmap, wanaendelea kutengeneza bango kitita la vitu vyote vinavyoweza kupatikana na kutumia mawasiliano ya kimtandao, kwamba wale wageni ambao hawajaja Tanzania waweze kupewa package ambayo inaonesha akiwa kwenye mechi Arusha anaweza akatumia dakika ngapi na gharama kiasi gani kufika Ngorongoro, kwenye eneo ambalo ingemgharimu zaidi kama angekuja kwa ajili ya Ngorongoro peke yake, kwamba sasa hivi atacombine, amekuja kwenye mechi na hata mechi ikiisha tu anaweza akatumia dakika 20 mpaka 30 ameshafika Arusha National Park. Anaweza akatumia dakika 40 mpaka dakika 45 ama lisali moja ameshafika mpaka Ngorongoro. Na package hiyo itaelezea pia kwamba wakati anasubiria mchezo unaofuata anaweza akaunganisha kuanzia Arusha National Park akaenda Ngorongoro, na kutoka Ngorongoro anaenda mpaka Serengeti, jambo ambalo lingemhitaji safari nzima ya kutoka katika nchi yake kuja kwenda kwenye mbuga hiyo. Lakini pia package hiyo itaelezea kwamba ni siku hiyo hiyo anaweza akaona wanyama wa Serengeti, Ngorongoro, na siku hiyo hiyo jioni akaenda akapumzika katika beach zenye mchanga wa kuvutia kule Zanzibar. Lakini pia Wizara ya Maliasili na Utalii iko kwenye hatua za mwisho za kuandaa baadhi ya viwanja vya mazoezi ambavyo vitakuwa ndani ya hifadhi hifadhi ambazo ziko karibu kama ile ya Arusha, ambapo hakuna wanyama wakali wanaoweza kuhatarisha maisha ya wachezaji. Ni mbuga ambayo inaweza ikawa na viwanja vya mazoezi, kwamba wanafanya mazoezi huku wakiwaona wanyama.
Hivyo hivyo hifadhi kama ya Mikumi ambako kwa sasa kuna SGR inaenda mpaka maeneo hayo ya hifadhi, na yenyewe itakuwa moja ya package ambayo inaweza ikasema kwamba utamaliza mechi wakati unasubiri mechi inayofuata unaenda kwenye hifadhi. Kwa hii itaendelea kuwashawishi wale ambao walikuwa wanapanga kuja tu kwa ajili ya utalii waone kwamba wanaweza wakatengeneza package hiyo ya pamoja, ashuhudie mashindano na wakati ule ule aweze kwenda kujionea vivutio vya tofauti kabisa ambavyo huwezi ukavipata nchi yeyote duniani except unaweza kuiona tu ukiwa hapa Tanzania. Mheshimiwa Spika, tunatambua kwamba maeneo haya ni mengi, hatuwezi kuyasemea yote hapa, lakini nilihakikishie bunge lako tukufu kwamba serikali kupitia sectors na kamati ya pamoja ya kitaifa tunaendelea na kuweka hiyo package na kuitangaza kupitia balozi zetu na kutangaza kupitia mitandao ya kijamii ili wenzetu watalii kutokea katika maeneo tofauti tofauti waone umuhimu wa kuja na kuwa watakuwa wamepunguza gharama kwa kuja kuona mashindano hayo na wakati ule ule waunganishe na masuala ya utalii.